Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kujifunza mfungo wa kiroho ni upi. Huu mfungo wa kiroho bwana, usipokuwa na mwalimu mzuri ya kufundisha mwenye Roho Mtakatifu au Roho Mtakatifu mwenyewe akakufundisha, unaweza ikawa vigumu kuelewa. Ndio maana wale Mafarisayo na Masadukayo walimwambia Yesu, mbona wanafunzi wako hawafungi, wanakula wanakunywa? Yesu akawaambia, ushakuona mtu ameenda harusini akaanza kufunga? Yesu alionyesha ni kwamba hao wanafunzi nilionao ninawapa neno la Mungu ambalo ni la kweli. Kwa hiyo siwapi neno lile la kweli la Mafarisayo na Masadukayo ambao mmemwacha Mungu, ambao mnafuata picha, amfuati uhalisia. Kwa hiyo uhalisia umekuja hapa, kwa hiyo hao hawana haja ya kufunga. Ndipo ule mfungo wa kimwili ulikuwa na tafsiri maana yake kiroho, kwamba Yesu akija atafundisha neno la Mungu katika uhalisia, hata kama lilikuwa limefungwa limepigwa muhuri, watu hawajui maana yake, wataanza kujua maana yake. Kwa hiyo wataanza kutenda sawa sawa na wazo la Mungu, jinsi Mungu anavyoona, na wao ndivyo watafundishwa namna ambavyo Mungu anaona na magari katika uhalisia. Ndio maana ile Yohana, maana ile Mathayo sura ya 5 mstari wa ule mstari wa Mathayo sura ya 5 mstari wa kwanza pale, Bwana anaanza kufundisha wanafunzi, akaanza kufundisha uhalisia neno la Mungu. Kwa hiyo tunaona pia na Bwana Yesu alivyoenda kujaribiwa pale na Shetani, hakujaribiwa vitu vya mwilini tu, vilikuwa ni vya mwilini, lakini pia vilikuwa vina tafsiri ya rohoni. Alijaribiwa mkate, lakini yalikuwa ni maarifa, kwa sababu Shetani alikuja na neno la Mungu ila amelipindisha kidogo. Ila Yesu, kwa sababu katika mfungo wake alikuwa amefunga mifungo yote miwili, kujifunza neno la Mungu katika uhalisia wa Mungu na ule mfungo ambao ni wa nje, ambao alihisi njaa siku 40 usiku na mchana alikuwa hali. Hii kwa sababu alikuwa ni Mungu, sisi hatuwezi. Sisi tunafunga masaa 12, masaa 3, masaa 24, masaa 18, masaa siku 3, wengine mpaka siku 7, kila mtu na neema Mungu aliyomjalia. Kwa hiyo sasa tunaona mfungo wa kiroho na wa kimwili lazima yote uifuatishe. Ile ukifuatisha mfungo wa kimwili ukaacha mfungo wa kiroho, ukaenda kusikiliza mafundisho ya nabii wa uongo, ule mwisho wako ni pabaya. Ila Yesu tunaangalia alifunga mfungo wa kiroho. Alifundishwa na Mungu Baba kwa msaada wa malaika. Kwa sababu ilikuwa inafika mpaka Elia na Musa kile wanakuja kumtia moyo. Katika safari hii ya ukombozi haikuwa nyepesi. Kwa hiyo sasa tunaona ambavyo alifundisha, maana alimshinda Shetani kwa maarifa. Kwa hiyo tunaona kuwa na maarifa sahihi ya neno la Mungu ndio mfungo wa kiroho, na kutokusikiliza mafundisho ya uongo ndio mfungo huo. Sasa unajifunga usisikilize maneno ya uongo.